Ya, mambo vipi? Matumaini yangu wewe ni mzima. Hii ni The Pitch. Jina langu naitwa Ayubu Mgando. Na leo kubwa kwenye The Pitch tunaangalia safari ya wekundu wa Msimbazi, kikosi ambacho kinaelekea kule nchini Morocco kucheza mchezo wa fainali kombe la shirikisho dhidi ya RS Berkane. Hii ni mechi ambayo Simba wanatakiwa waende kuicheza wakiwa na umakini mkubwa sana, kwa sababu ni mechi ambayo italeta heshima kubwa kwa mapenzi na mashabiki wa klabu ya Simba wekundu wa Msimbazi. Na hii ni mechi ambayo inaweza ikatupatia picha nzima ya nini kinaendelea kwenye msimu wa Simba katika msimu huu wa kimashindano, kwa sababu tunakumbuka Simba wako kwenye mashindano yote matatu. Wamefika nusu finali katika kombe la shirikisho CRDB Tanzania. Simba inapambana kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, na kabla Yanga hajacheza dhidi ya Namungo, Simba wameachwa alama moja dhidi ya wapinzani wao, ama tunaweza tukaita watani wao wa jadi, timu ya Yanga ambao wao wana alama 70, Simba na alama 69. Kwa hiyo Simba wanajiwinda kushinda makombe matatu msimu huu, na moja kati ya kombe ambalo linaweza likatupatia picha ya msimu mzima wa Simba utamalizikaje ni mechi dhidi ya RS Berkane. Mwalimu Fadlu ameonekana ni kocha ambaye ana uwezo mkubwa wa kucheza hizi mechi ambazo zina pressure kubwa, kwa sababu ni mwalimu ambaye si muoga kufanya maamuzi ambayo hata kama yatakuwa yanawakera mashabiki na wanachama wa Simba, lakini bado yeye anataka mipango yake ambayo amejiwekea na malengo yake amejiwekea katika timu ya Simba iweze kufanikiwa. Tunakumbuka mechi dhidi ya Ahli Tripoli ambayo ilichezwa kule nchini Libya. Simba walizidiwa kila kitu, lakini mwisho wa siku mchezo ulimalizika suluhu ya kutokufungana. Simba kaja kumaliza kazi katika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kwa kupata ushindi wa magoli 3-1. Simba ilikuwa kwenye pressure kubwa sana ya kuona kama je, timu hiyo ingeweza kufuzu kucheza hatua ya robo finali kombe la shirikisho msimu huu dhidi ya Bravos nchini Angola ugenini, lakini Simba iliweza kutoka sare ya 1-1 na hatimaye timu hiyo ikaweza kupata kuendelea kucheza hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho msimu huu. Simba pia ugenini dhidi ya Stellenbosch, baada ya kupata ushindi wa goli 1-0 hapa katika uwanja Benjamin Mkapa, kelele zilikuwa nyingi sana kwamba ni namna gani Simba inaweza kwenda South Africa na kuweza kupata matokeo yaliyochanya, lakini Mwalimu Fadlu aliweza kuiongoza timu yake vizuri na hatimaye akapata ile suluhu ambayo pia alikuwa anahitaji, na hatimaye Simba ikaweza kucheza hatua ya fainali. Kwa hiyo kwangu mimi naona kitu pekee ambacho kimesimama kati ya Simba na ubingwa ni Mwalimu Fadlu, jinsi gani atakavyoweza kutengeneza mipango kazi wake vizuri dhidi ya RS Berkane, kwa sababu tunazifahamu timu za Warabuni unapoanza kwao huwa wanataka kuhakikisha kwamba wanakufunga zaidi ya goli 2 ili wao wakija ugenini basi wawe wana mlima mfupi ama kazi rahisi kwao, ili waweze kupata kile wanachokihitaji katika msimu huo. Kwa Simba si mgeni kucheza katika mazingira haya yenye pressure, mazingira ya Warabuni. Simba ameshacheza na Al Ahly ya nchini Misri pale Cairo Stadium, na Simba wameweza kupata matokeo ambayo wamehitaji katika kombe lile la African Super League, na tunakumbuka waliweza kupata sare ya magoli 2-2. Kwa nchini Morocco pia Simba si wageni, wameshacheza dhidi ya Raja, wameshacheza dhidi ya Wydad Casablanca, na tunafahamu moja kati ya misimu michache tu nyuma Simba iliondoshwa katika hatua ya robo finali kwa kuweza kufungwa goli 1 pale nchini Morocco, wakati Simba walishinda pia goli 1 Dar es Salaam. Katika changamoto ya mikojo ya penalty Simba iliondoshwa. Kwa hiyo Simba si timu ngeni kucheza dhidi ya timu za Warabuni. Nazungumzia ukanda wa Warabuni, nazungumzia Morocco, nazungumzia Misri, nazungumzia Algeria, Tunisia. Si timu ngeni sana na si timu ambayo inaweza ikawa na uoga, kwa sababu wao ni wapinzani ambao wamekutana nao mara kwa mara, lakini kukutana na mpinzani katika mechi ambayo inaamua ya fainali, hiki ni kitu kingine. Kwa nataka nione jinsi gani Mwalimu Fadlu atakavyoweza kwenda kuliongoza jeshi lake ugenini Morocco dhidi ya RS Berkane na kuweza kutupatia picha, je, Simba wanaweza wakashinda ili kombe la shirikisho na hatimaye kuandika historia mpya Tanzania, kwa sababu tunafahamu timu ambazo katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati ambazo zimefanya vizuri zaidi kwenye mashindano ya klabu bingwa pamoja na kombe la shirikisho, basi ilikuwa ni timu za Congo DRC, ambapo ni TP Englaba Mazembe na AS Vita. Lakini kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki hatujawa na nyakati nzuri kwenye mashindano haya. Kwa hiyo Yanga waliweza kufanya
kufanya hivyo. Walicheza fainali misimu miwili iliyopita na wakapoteza na wao ugenini. Hapa waliweza kufungwa 2-1 na wakashinda goli moja ugenini. Halikuweza kuwasaidia wao kuweza kutoa kombe hilo, lakini Simba sasa wanaona wanahitaji kurejesha heshima ya Afrika Mashariki kwa kuhakikisha kwamba wanatoka sare ama suluhu kule ugenini dhidi ya RS Berkane ili kuweza kumaliza kazi hapa katika jiji la Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tuwaombee timu ya Simba. Najua mashabiki wanachama wa Simba wote sasa hivi macho, mawazo, akili wanatizama timu yao itaenda kufanya nini dhidi ya RS Berkane, na Simba inaondoka ikiwa na wachezaji kamili. Hakuna ile taarifa yoyote ya daktari ambayo inaonyesha wale wachezaji muhimu wa kikosi cha kwanza wa Simba kama wamepata majeraha marapsha ambayo itawafanyisha wao kuweza kukosa mchezo huo dhidi ya RS Berkane. Na Simba inatazama zaidi wachezaji wawili ambao wanahitajika wawe kwenye A game yao dhidi ya Berkane kama watataka kupata matokeo yoyote ambayo ni chanya nchini Morocco. Namzungumzia Kibu Dennis pamoja na Eli Mpanzu. Hawa watu wakiwa kwenye A game yao, naamini Simba wanaweza kuokota lolote nchini Morocco, ama wataweza kupata matokeo yoyote kule nchini Morocco, matokeo ambayo yataridhisha wanachama na mashabiki na hatimaye kuweza kuifanya Simba isiwe na kazi ngumu wanapokuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Basi kwa leo tunaishia hapa. Hii ni The Pitch. Jina langu ni Ayubu Mgando. Usiache kusubscribe na kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Ingia pale Facebook, taangalia kwenye page ya The Pitch. Ukiingia TikTok, angalia page ya The Pitch. Utaona sisi tuendelea kutengeneza maudhui mbalimbali ili uweze kuburudika. Baki nasi.